chema hakika chenye nuru kimekuja, kijaliwe baraka zitimie zetu aja. Mamlaka inawasisitiza wananchi wote wa Zanzibar kubadilisha umiliki wa vyombo vya moto mara tu baada ya mauziano, kwani faini hutozwa kwa jina la mmiliki aliyesajiliwa katika mfumo na kadi ya chombo. Kadhi Mkuu wa Zanzibar Sheikh Hassan Othman Ngwali amempongeza Sheikh Ali Said kwa kuandika kitabu cha tarehe za maulidi ya mji na msikiti yake, akisema itasaidia kujenga uelewa kwa Waislamu kuhusu maulidi na dini ya Kiislamu kwa ujumla. Akizungumza katika shughuli ya uzinduzi wa kitabu hicho iliyofanyika katika msikiti wa Mwembe Tanga, Sheikh Hassan Ngwali amewahimiza waumini wa dini ya Kiislamu kukisoma kitabu hicho ili kupata uelewa mpana zaidi kuhusu historia na masuala mbalimbali yanayohusiana na maulidi. Tunampongeza kwa kazi anayoifanya. Kazi ya kuandika ni kazi ngumu na inataka subra, inataka tena na chochote kiwepo, kwa sababu ina muda wa kuzunguka huku na huku, kutafuta kule na kule, lakini yeye yote hayo amepambana nayo na akaandika kitu ambacho kitakuwa ni historia kwake yeye na kwa nchi yetu vile vile. Unapoandika historia ya maulidi ya mjini ya kimji kama kitabu kilivyoandikwa, maana yake kakusanya mambo mengi sana, na tumeona kwamba katika haya ndani yake mna kheri kubwa sana zimepatikana. Kwa hivyo ili tusirefushe muda, kwa sababu tayari yeshasoma niliyoandika, watu yeshasikia, kwa hivyo tuseme tu kwamba ni wajibu wetu kushikamana na kitabu kile, tukakisoma, tukapata kujua kuna nini ndani yake, tukawasaidia na ndugu zetu wengine. Kwa kumalizia, niseme kwamba kitabu ni kizuri, kinataka kusomwa tuweze kujielewa. Kwa upande wake mwandishi wa kitabu hicho Sheikh Ali Said amesema kitabu hicho kina umuhimu mkubwa kwa waumini wa dini ya Kiislamu, kwani kimekusanya masuala mbalimbali kuhusu maulidi yakitokana na maelezo ya maimamu na wanavyuoni mbalimbali. Kitabu chetu hichi awali tumeelezea kwa tafsiri kuhusu maulidi kwa kuandika nukuu mbalimbali zilizopokewa kutoka kwa maimamu na wanavyuoni tofauti, na ninahisi wengi wetu tutanufaika sana kwa kupata faida ya nukuu hizo. Tumeanza kwa kuwataja maimamu watunzi waliotunga maulidi mbalimbali, akiwemo bwana mkubwa Sayyidina Jaafar al-Barzanji. Kisha tumeeleza maulidi ya misikiti na ya jumuiya mbalimbali, waasisi wake na mwaka zilizoanza harakati za kusoma uradi huu wa maulidi. Vile vile katika upande wa misikiti tumeanzia kutaja tarehe za maimamu, mashekhe na wanavyuoni walioihisha misikiti hiyo kwa kusomesha elimu pamoja na wanafunzi wao. Tumewataja maimamu wa misikiti waliopita na wa sasa, waadhini ikiwemo na waliotolea kuijenga misikiti hiyo, na majina ya watu wa kheri mbalimbali waliohisha misikiti hiyo. Miongoni mwa njia kuu za kuonyesha mapenzi kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kumtaja mara kwa mara. Man ahabba shay'an akthara min dhikrihi, mwenye kukipenda kitu basi hukitaja sana, ikajulikana kwamba anakipenda kitu hicho. Na sisi tukimtaja sana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni dalili kwamba tunampenda. Pia kufahamisha watu sifa tukufu na tabia zake njema na tarehe ya kuzaliwa kwake, kutumwa kwake kuwa mtume na ujumbe wake, kwa sababu subhanahu wa ta'ala aliwatoa watu kutoka katika giza la ujinga na kuwaingiza katika nuru ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa sababu yake, na kutoka katika dhiki ya maisha ya dunia na kuwaingiza katika upana wa maisha ya kiimani.
Mwandaaji wa mswada huu amejitahidi kufanya ufuatiliaji wa kina kwa alichokisudia, na kwa kweli ameweka turathi nzuri ya tarehe za Maulid katika misikiti mingi ya mji na nje ya mji. Juhudi ikichukuliwa kuandikiwa rasmi mswada huu kitabu hiki, basi itakuwa dira na kamusi la kujua tarehe za kumaadhimisha bwana wetu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, sawa ikiwa mwezi wa mfungo 6 au mwezi mwingine wowote. Suala la ajali za barabarani limekuwa ni janga kubwa hapa nchini, na sababu kubwa inayopelekea ajali hizo ni madereva kudharau sheria na taratibu za usalama barabarani. Hivyo serikali, kwa kutambua umuhimu wa suala hili, imeiagiza Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kuhakikisha tunaweka kamera za barabarani ambazo zitasaidia kuchukua makosa kama mataifa mengine yaliyoendelea yanavyofanya. Katika juhudi za kuimarisha usalama barabarani Zanzibar, Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani Zanzibar imeanza kutumia teknolojia ya kisasa ya rada kamera na spidi kamera. Kupitia kamera hizi, endapo dereva atazidisha mwendo wa chombo kinyume na viwango sahihi kilichowekwa katika maeneo husika, kuendesha chombo cha maringi mawili bila kuvaa kofia ngumu, yani helmet, kupakia mizigo au abiria kinyume na utaratibu, pamoja na makosa mengine yote yaliyoorodheshwa katika sheria namba 7 ya mwaka 2003 ya sheria ya usalama barabarani, kamera hizi zitarekodi makosa, muda, eneo pamoja na nambari ya usajili ya chombo. Kisha mfumo utatuma ujumbe kwa mmiliki wa chombo kupitia simu ya mkononi baada ya kufanya kosa, pamoja na nambari ya malipo, yani control number anayotakiwa kulipia si zaidi ya siku 14. Mamlaka inawasisitiza wananchi wote wa Zanzibar kubadilisha umiliki wa vyombo vya moto mara tu baada ya mauziano, kwani faini hutozwa kwa jina la mmiliki aliyesajiliwa katika mfumo na kadi ya chombo.